Katika msitu mkubwa wenye miti mirefu inayofika mawinguni, palikuwepo na wanyama wa kila aina. Msitu huu uliitwa msitu wa mwanga, kwa sababu hata usiku wa giza totoro, nuru laini kutoka kwa vipepeo wa taa na nyota kubwa ziliangaza njia. Miongoni mwa wakazi wa msitu huu walikuwepo wawili maarufu sana: Sungura, aliyekuwa mjanja kuliko wote, na Fisi, aliyekuwa na nguvu nyingi lakini mwenye tamaa isiyo na kifani. Siku moja msitu ulitangaza shindano kubwa la mbio. Mshindi angepata zawadi kubwa: shamba la karoti, mahindi na matikiti maji yaliyomea kando kando ya mto. Sungura aliposikia kuhusu shindano hilo, alijua kuwa alikuwa na nafasi nzuri ya kushinda. Lakini alipomwona Fisi, aliyekuwa mkubwa, mwenye miguu mirefu na nguvu nyingi, kidogo moyo wake ukasita. Mbio, Fisi alicheka kwa sauti ya kuogofya. Hapa hakuna wa kunishinda. Lakini Sungura hakutaka kujitoa moyo. Aliketi chini ya kivuli cha mkuyu mkubwa na kuanza kufikiria mipango. Nguvu peke yake haitoshi, Sungura alijiambia. Akili ni muhimu zaidi. Siku ya mashindano, asubuhi ya mashindano, wanyama wote walikusanyika kando ya mto. Pundamilia walipiga filimbi, ndege walitengeneza uwanja wa mbio kwa kupangilia mawa, na tembo walikuwa waamuzi. Filimbi ilipopigwa, Sungura na Fisi waliruka kama mishale. Fisi kwa nguvu zake alimshinda Sungura kwa hatua 10 mbele. Alitabasamu kwa meno yake makubwa, akijua tayari ana ushindi mkononi. Lakini Sungura hakuwa amekata tamaa. Aliendelea kukimbia kwa kasi ya kawaida, akitumia njia alizojua zenye miinuko na vichaka ambavyo Fisi hangeweza kupita kirahisi. Katika kona ya pili, Sungura alipita kwenye kichaka cha michongoma. Fisi alipojaribu kufuata njia hiyo, miiba ikamchoma na kumpunguzia kasi. Miiba hii ni ya nini sasa? Fisi alilalamika. Sungura alipata nafasi ya kumzidi kwa mbele kidogo, lakini Fisi kwa nguvu zake alimfikia tena. Safari iliendelea kwa vikwazo mbalimbali: mto mdogo wa kuvuka, shimo la mchanga na sehemu ya mwinuko mkali. Kila wakati walipofika kwenye sehemu ngumu, Sungura alitumia ujanja. Aliruka mawe kwa ustadi, akapita chini ya matawi na kujibana kwenye mapito madogo. Fisi kwa mwili wake mkubwa alipambana na kila kikwazo kwa shida. Lakini bado Fisi alikuwa hatari. Kila mara alipokaribia, Sungura alijua alihitaji mbinu mpya. Mpango wa mwisho. Wakiwa karibu na mstari wa mwisho, Sungura aliona kwamba Fisi alikuwa karibu kabisa nyuma yake. Haraka, Sungura akajifanya anadondoka chini kana kwamba amechoka kupita kiasi. Fisi alipomwona, alicheka kwa sauti ya ushindi. Mwisho wa mchezo, Sungura mdogo, huwezi kushindana na mimi. Akiwa na hakika ya ushindi, Fisi akaanza kutembea taratibu, akijifanya kama mfalme wa mbio. Lakini pale Fisi alipolegea, Sungura kwa kasi ya mshale aliruka juu, akapita mbele yake, na katika sekunde chache tu akafika mstari wa mwisho. Sungura ameshinda! Wanyama wote walishangilia. Fisi alifika akihema, akishangaa jinsi ushindi uliokuwa tayari mikononi mwake ukamponyoka. Tembo, akiwa hakimu wa mashindano, alitangaza, katika msitu huu nguvu ni nzuri, lakini akili na juhudi za kweli ndizo zinazoshinda. Wanyama wote walimpongeza Sungura kwa ustadi wake na werevu. Shamba la karoti, mahindi na matikiti lilikabidhiwa kwake. Sungura alialika marafiki wote kusherehekea pamoja naye. Fisi alijifunza somo la thamani sana: tamaa, kiburi na kudharau wengine huleta kushindwa. Funzo la hadithi: katika maisha si nguvu pekee zinazohakikisha ushindi, bali ni akili, uvumilivu na heshima kwa changamoto.